Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete ikishirikiana na Arusha Lutheran Hospital tumekuwa na kambi maalum ambayo imeanza tangu tarehe 29 na itaishia tarehe 5. Kambi hii ni kambi maalum ya ufunguzi wa hospitali ya Arusha Lutheran Center kwa kushirikiana na JKCI. Kama mnavyofahamu, JKCI itakuwa inaendesha hospitali hii ya Arusha Lutheran Center kwa miaka 20. Tumeingia makubaliano maalum ya kushirikiana na wenzetu wa Arusha Lutheran Center kuiendesha hii taasisi. Taasisi ya Moyo, moja ya malengo yake ni kuhakikisha inawafikishia wananchi huduma karibu pale walipo. Tumekuwa na matawi mbalimbali na sasa hivi kwa upande wa kaskazini tumefungua tawi hili ambalo litakuwa hapa Seliani. Tutaendesha huduma mbalimbali za matibabu ya moyo, lakini na huduma zingine ambazo zilizokuwepo hapo awali zitaendelea. Itakuwa ni matatizo ya moyo na mambo mengine yanatibika hapa hapa. Ukiwa na matatizo ya moyo unatibiwa hapa na masuala mengine yanatibiwa hapa hapa ili kupunguza wagonjwa kwenda sehemu mbalimbali. Kambi hii tangu tuanze sasa hivi tumeshaona wagonjwa 500. Na katika hao wagonjwa 500 wako wagonjwa 15 ambao wamepata rufaa ya kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kufanyiwa matibabu mbalimbali hususa matatizo ya moyo. Tumeona watoto 36 katika kambi hii, na katika hao watoto 36 watoto 3 watapelekwa katika hospitali ya Jakaya Kikwete kwa ajili ya kuzibwa matundu ya moyo, kufanyiwa operation kubwa na kufanyiwa operation ya tundu dogo kuzibwa. Na huduma hizi ambazo tumezitoa hapa, tumeshirikiana na wenzetu wa Medical Store Department. Watu wanafanyiwa vipimo vya moyo vya echo na ECG bure kabisa, hawalipi. Na siku ya kesho ambayo ni siku ya tarehe 1 tumeipanga siku maalum kwa kuwapima waandishi wa habari wa kanda ya kaskazini, wahariri na waandishi wa habari. Na zoezi hili litaendeshwa na mimi mwenyewe Dr. Peter Kisenge pamoja na madaktari wengine mbalimbali wa Arusha Lutheran pamoja na wa taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Naomba nichukue fursa hii ya kualika waandishi wa habari wote wa kanda ya kaskazini. Na kwa nini waandishi wa habari? Kwa sababu wao ndio watatumia kalamu yao kuelimisha jamii. Taasisi ya Moyo kwa mwaka wa 2026 tumejipanga kuzuia watu wasipate magonjwa ya moyo, na njia mojawapo tutawatumia waandishi kwa kutoa elimu ya lishe, elimu ya kutovuta sigara kwa wingi, elimu ya kutokunywa pombe kwa wingi, lakini uzito uliokithiri. Kwa hiyo tukiwafanyia vipimo waandishi wa habari hiyo siku ya kesho, tutakuwa tumeokoa vile vile watu wenye matatizo mengi, kwa sababu waandishi watajionea wenyewe kwa vitendo na wataweza kujirekebisha. Lakini zaidi ya hayo, taasisi ya Moyo inaenda kuifanya hospitali ya Arusha Lutheran Center kuwa kitovu cha matibabu ya moyo na magonjwa mengine, yani one stop center for cardiovascular disease, ambayo itakuwa kivutio cha utalii tiba. Tunakwenda kuwekeza mtambo mkubwa wa cath lab, tunakwenda kuwekeza CT scan ambayo ina akili munde pamoja na MRI hapa kwa siku zijazo. Lakini tunakwenda kuimarisha ICU ya hapa Seliani ambapo kutakuwa na vitanda zaidi ya 16, pamoja tunakwenda kuimarisha emergency department. Tumeshaanza kufanya tayari, hospitali sasa hivi ipo kwenye ukarabati, na ndugu waandishi wa habari mkipita mtaanza kujionea mabadiliko makubwa yanakwenda kufanya. Niwaombe wananchi wakiwa na matatizo yoyote waweze kuja kwenye hospitali hii, wasitumie nauli nyingi sana kusafiri mbali mpaka Dar es Salaam, kwani serikali yetu inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inataka kuwaletea wananchi huduma karibu. Kwa hiyo JKCI inakuja na kauli mbiu kazi na utu, huduma bora kwa wananchi. Asanteni sana. Mimi kama mwenyekiti wa Tiba Utalii Taifa, mmoja ya mpango ni kuhakikisha tunaimarisha utalii tiba kila mahali. Sehemu zile watalii wanaposhukia tutaweka vituo vidogo vidogo, lakini katika hospitali hii
hata muundo wake ulivyokuwa imejengwa ilikuwa na sehemu hata helikopta iweze kutua. Hii extension ya juu ambayo ilikuwa imebaki kumalizika, ilikuwa lazima helikopta zitue kwenye hospitali hii. Kwa hiyo kazi ya JKCI katika miaka mitatu ijayo ni kuhakikisha inaimarisha hiyo, na helikopta zitakuwa zinatua hapa. Mgonjwa akipata shida ni moja kwa moja, lakini si tu mtalii, hata Tanzania akipata mshtuko ghafla wa moyo, yuko sehemu fulani, tunaenda kumchukua na kumtibu na kumpeleka kwenye mtambo mkubwa wa cath lab. Kwa kweli huduma za hiyo hospitali ni nzuri sana, hata kabla timu haijaja kamili, lakini tangu nakuja mama wangu alikuwa na hali ngumu, alikuja katika hali ya bado ana hali ya udhaifu sana, lakini mpaka sasa hivi afya yake imeimarika. Kwa ajili ya mazoezi, huduma hapa ni nzuri, wafanyakazi wana lugha nzuri kwa wateja, ni wachangamfu na wana moyo wa utumishi. Kwa kweli hiyo ni huduma ambayo inamfikia hata mtu ambaye hana uwezo, kwa sababu kupata huduma ya bure, unaenda kufanywa check-up ya moyo, ufanye vipimo, upate na dawa na uonane na madaktari bingwa. Ni huduma nzuri sana, na ni huduma ambayo madaktari nadhani walifikiri mbele na kuona mbele sana, ili watu wote hata asiye na kipato aweze kupata hii huduma.